na ada ya ukaguzi. Serikali imepata shilingi bilioni 3,441,271.86. Lakini pia imepata 148,59,474.02 kama service levy na shilingi bilioni 1,221,229,225.38 kama pay na SDL vilivyolipwa serikalini. Hivi ukilinganisha na mwaka uliopita, Mheshimiwa Waziri, utaona kwamba mwaka uliopita tulipata bilioni 3.1 na mwaka huu kama ulivyoona tumepata bilioni 3.4. Kwa hiyo mwaka huu ukiacha kujumlisha huo mwezi mmoja bado tuna maendeleo makubwa zaidi. Utafutaji wa madini. Kampuni imeendelea kufanya utafiti katika maeneo yaliyo ndani ya leseni namba SML 157/2003 kwa lengo la kuongeza mashapo ya dhahabu. Utafiti huo umejumuisha uchorongaji katika maeneo yenye viashiria chanya vya uwepo wa madini ya dhahabu na uhakiki wa takwimu zilizorithiwa na mgodi kutoka kwa wamiliki wa awali. Kwa hiyo utafiti huu unaendelea kupita zile sehemu kuu ambazo waliotangulia walifanya utafiti. Mashapo yaliyohakikiwa. Zoezi la utafutaji wa madini limeweza kubaini uwepo wa mbale za uzani wa tani 2,296,910 zenye grade ya 1.1 gramu per tani. Hizi zote zikiwa na jumla ya wakia 85,663 za dhahabu. Mradi wa mgodi wa chini. Hapa Mheshimiwa Waziri, kumekuwa kidogo na changamoto ya kufanya uchimbaji wa chini ambao unakuwa na gharama kubwa zaidi, lakini ni sehemu ambayo ina grade kubwa ambayo ndio ilikuwa inaambatana na grade ya mgodi. Enzi hizo mgodi wetu ulikuwa unasaga 20.24 gram kwa tani iliyopo East Pit, na sisi tunatakiwa tuchimbe eneo hili la East Pit cutback kwa kufanya underground. Kwa sasa tunafanya utafiti huu kwa kushirikiana na GST. Kwa GST wameshakuja hapa wakafanya ushirikiano na sisi, na tumefanya ushirikiano huo kwenye kitalu namba PL 9549 2014, 9550 2014, 9578 2014 na 9243 2013. Vitalu vyote hivi tumevipitia kwa pamoja na tumeona kwamba kuna viashiria vya kuwepo kwa dhahabu. Utaona karatasi inayofuatia inaonyesha kilichofanyika na wataalamu wa GST. Vile vile utaona mkuu, eneo lililopendekezwa na GST kufanyiwa utafiti zaidi. Kuna pale main pit, utaiona main pit ukurasa unaofuatia mkuu. Main pit imeonyeshwa pale, alafu kuna moja pit, alafu kuna area to be investigated ambao hili ndio litafanyiwa utafiti zaidi, ambao pale juu wamejaribu kuonyesha maeneo mawili. Haya maeneo ndiyo yatakayofanyiwa utafiti zaidi na tuweze kuona kwamba tunaongeza uhai wa mgodi ili tuweze kufikia hiyo miaka 11 ambao tunaitafasiri kwamba ndio itakuwa maeneo ya mgodi. Mafanikio ya mgodi. Mafanikio ya mgodi, la kwanza ni kufanya ukarabati muhimu wa mtambo wa uchenjuaji kama vile kununua trash screen na gravity screen, miller liner, marekebisho makubwa ya Nelson concentrator, kujenga bwawa jipya la visusu na kununua elution column. Hivi vyote vinafanya kazi sehemu ya elution, ule mtambo ambao unafanya uchenjuaji. Hivi vifaa vinatumika vyote kule. Kupunguza gharama za uzalishaji kwa kufufua wheel loader ya SBL. Tumeona wawekezaji wote wanaokuja hapa wanaleta na wheel loader, lakini tulikuwa na wheel loader yetu ambayo imeharibika na sasa tumeanza kuifufua na hivi karibuni itaanza kufanya kazi. Tayari spare zimefika na kweli ni gharama kubwa sana kununua mpya, lakini kwa namna ambavyo tunakwenda tutakuwa na wheel loader yetu na tutapunguza gharama. Kuongeza mbale eneo la Rompad. Mbale ni udongo ambao tayari una dhahabu, kwa hiyo tutaongeza dhahabu kwa kufanya utafiti huu hapo juu. Kuendelea kupunguza deni la mgodi kwa kulipa
shilingi bilioni 18.6 sawa na asilimia 43.8 ya deni lote. Mheshimiwa Waziri, tulikuwa tunadaiwa bilioni 42.6. Sasa tumelipa 18.6 ambao ni sawa na 43.8 asilimia ya deni lote. Kwa hiyo tunaona kwamba kulingana na uzalishaji wetu si mbaya, kwamba mkuu tumeendelea kujitahidi kuona tunafikia wapi. Kupunguza gharama za uzalishaji kwa kuingia makubaliano na kampuni mapya ya uchimbaji, kuendelea kuchangia katika shughuli za kijamii, kuendelea kuimarisha maadili na kuongeza morali kwa watumishi kwa kufanikisha upatikanaji wa mikopo na kuongeza muda wa mikataba kwa miaka miwili. Mheshimiwa Waziri, wafanyakazi hawa waliomba kuongezewa mikopo. Kwa hiyo ili tuweze kuongeza mikopo, tukaona tusaini mikataba ya miaka miwili. Na tulivyo saini mikataba ya miaka miwili, na wao wakaweza kukopa mikopo ambayo ilichukua miaka miwili. Kwa kweli kilikuwa ni kitendo ambacho watumishi walifurahia sana. Naomba makofi basi. Baada ya hapo ni ushiriki kwenye maonyesho ya 3 ya teknolojia na uwekezaji kwenye sekta ya madini yaliyokuwa na kauli mbiu Madini ya Uchumi 2020, chagua viongozi bora kwa maendeleo ya taifa. Mgodi ulishiriki kwenye maonyesho hayo maarufu mkoani Geita tarehe 27 Septemba. Katika maonyesho hayo ambayo yalifunguliwa na Mheshimiwa Angela Kairuki, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia uwekezaji, STAMIGOLD ilipata tuzo ya mshindi wa pili kwa wachimbaji wa madini. Kushiriki kwenye maadhimisho ya siku ya usalama na afya duniani. Maonyesho hayo kitaifa yalifanyika ndani ya mkoa wa Mwanza kuanzia tarehe 26 hadi siku ya Mei mosi 2021. Kwenye maonyesho hayo ambayo yalifunguliwa na Mheshimiwa Jenista Mhagama, Waziri wa Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, ambapo STAMIGOLD ilipata tuzo mbili. Tuzo ya kwanza ilikuwa ni ya ushindi wa kwanza wa umahiri katika kufundisha mambo yanayohusu usalama, na nyingine ni tuzo ya pili ni ya ushindi wa 3 katika sekta ya madini. Changamoto, Mheshimiwa Waziri, na namna ya kuzitatua. Kwanza ni madeni ya mgodi. Kama nilivyosema hapa, kwenye madeni ya mgodi tumeendelea kujitahidi kuwa tunalipa, japo tunazalisha kidogo, lakini utafiti unafanyika na tumeona value for money audit and investigation inavyofanyika kwa wakandarasi, na sisi kuweza kupunguza matumizi. Lakini baada ya uhakiki huo, deni halisi la STAMIGOLD lilifahamika kuwa ni zile nilizokuwa nimezitamka, bilioni 42.4, na tumelipa hizo bilioni 18.6 sawa na asilimia 43.8. Kwa hiyo tumekuwa tukiendelea 42.2 na sasa ni 43.8 mpaka kufikia huu mwezi wa Juni. Kwa hiyo kadri siku ambavyo zimekuwa zinaongezeka, tumekuwa tukilipa kidogo kidogo. Gharama kubwa ya nishati. Mheshimiwa Waziri, hapa tunatumia diesel katika kuzalisha na umeme tulionao hapa, lakini majukumu yamefanyika ya kuona ni kwa namna gani. Kwanza ni kushukuru wewe pamoja na wizara yako kuweza kutusaidia, lakini nishukuru vile vile Wizara ya Nishati, nishukuru bodi ya STAMICO, nishukuru bodi ya STAMIGOLD, wote kwa pamoja wameendelea kutusaidia na kuona kwamba tunapata umeme katika mgodi wetu. Tayari umeme umeshaingia mpaka getini. Kwa sasa kinachofanyika ni utengenezaji wa substation, na tayari wiki iliyopita TANESCO wamefika hapa, substation iko inaendelea kujengwa, na wametuahidi mpaka mwisho wa Septemba tayari tutakuwa na umeme hapa mgodini. Ufinyu wa mtaji. Ufinyu wa mtaji huu unaendana sasa na upunguzaji wa matumizi. Kitu ambacho kitatusaidia, Mheshimiwa Waziri, ni kupunguza hiyo bilioni 1.2 ya mafuta ya diesel ambayo tunaitumia kila mwezi, na sasa tutakuwa tunatumia milioni 300. Kwa hiyo ukitoa pale unabakia na balance ya milioni 800 mpaka 900, ambazo hizo zitatuongezea ufinyu wa mtaji hapa uweze kupungua na process plant iweze kuchenjua vizuri zaidi. Uchakavu wa mitambo. Mitambo ya uchenjuaji na mfumo wa maji mgodini ni baadhi ya mitambo iliyochakaa ambayo tuko tunaendelea nayo kuifanyia kazi. Uvamizi na wizi wa mchanga maeneo ya uchimbaji. SUMA JKT pamoja na mgodi wanashirikiana katika ulinzi huo
na kuwafikisha mahakamani wote wanaokamatwa na imepunguza wizi huo. Kwa hili limekuwa ni janga ambalo linatuandama, lakini tumekuwa tukilifanyia kazi. Shukrani za mgodi. Mgodi kwanza unawashukuru wafanyakazi wote mgodini kwa kujituma kwa kila hali ili kuongeza uzalishaji na kuhakikisha haturudi nyuma tena. Pili ni kwa Wizara ya Madini kuendelea kuwa na imani na STAMIGOD kwa kuipa fursa kuzalisha kwa faida. Tatu ni kwa STAMICO kwa kuendelea kufanikisha shughuli mbalimbali za uwekezaji za STAMIGOD. Nne ni Wizara ya Nishati kwa juhudi wanazoendelea nazo za kuleta umeme wa gridi ya taifa na maandalizi ya kujenga substation yanaendelea vizuri. Nyingine ni uongozi wa wilaya ya Biharamulo pamoja na mkoa wa Kagera kwa kushirikiana na mgodi wa STAMIGOD. Hawa ni watu ambao nao wamekuwa karibu na sisi, Mheshimiwa Waziri, katika kila lile ambalo tunalifanya. Iwe ni shauri, iwe ni kuja kufunga mzigo, iwe ni kuomba hiki na kile, pamoja na wao kututembelea kuona tunajadiliana nini na nini katika mgodi wetu. Mwisho, japo si kwa umuhimu, kwa wanavijiji wote wa kata ya Kaniha na polisi wa Mavota kwa ushirikiano wao pamoja na mgodi. Asante Mheshimiwa Waziri. Kwa majina naitwa Kemilembe Lota, mkuu wa wilaya ya Biharamulo. Ni mpya kabisa, nadhani ndio nakaribia kumaliza mwezi. Kwa hiyo hatujaonana wengi nadhani. Na ndio ziara yangu ya kwanza kwenye huu mgodi. Ila na imani kwa muda wote ambao tutakuwepo hapa tutaonana mara nyingi zaidi. Mheshimiwa Waziri, wakati napokea ripoti ya makabidhiano ya ofisi ya mkuu wa wilaya, swala ambalo meneja wetu amelizungumzia la kwenye changamoto, swala la umeme, kwa kweli na mimi pia walinisisitiza, na nashukuru kwa hatua ambazo zimeshafikia kama ambavyo umetuelezea. Nadhani hatua zilizofikia ni nzuri, lakini Mheshimiwa Waziri, tunakuomba sana hili ulichukue kwa umuhimu wake, na kama ambavyo mmeahidi mwezi wa 9 huo umeme wake, na ukiwaka utakuwa umesaidia mambo mengi sana kwenye mgodi huu. Mheshimiwa Waziri, jambo lingine ambalo meneja pia ameliongelea kwenye ripoti yake, lakini mimi nadhani nimepokea kwenye ofisi yangu tofauti, ni swala la service levy. Hapa kwako umetuonyesha kwamba zimeshalipwa milioni 148,509. Lakini kwenye ripoti yangu ya ofisi kuna changamoto kidogo hapa. Nimeambiwa service levy ya hapa watu wazabuni wote wanaofanya kazi hapa, yani service levy imekupo kama na haijakaa vizuri hapo katikati. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kama wilaya tuliomba, na nadhani kuna vikao ambavyo nitafanya pia na mgodi, lakini nadhani huko nyuma pia walishafanya. Tukao tunaomba ombi letu kwamba halmashauri ya wilaya ya Biharamulo bado ni changa sana. Nadhani wote ni mashahidi, mnajua. Kwa hiyo makusanyo yetu ni madogo sana. Kwa haya makusanyo mengine madogo tukiyapata yanasaidia katika kuendeleza wilaya yetu. Kwa hiyo tukao tunaomba Mheshimiwa Waziri, kama uwezekano huko, na nadhani jambo ambalo linawezekana liko ndani ya uwezo wenu, wale wazabuni ambao wana supply vitu hapa, katika malipo yao nyie mwakati hiyo service levy direct. Kwa hiyo ikija kwenu hapa na sisi mkao mnatulipa kutoka kwenye mgodi, mnalipa halmashauri, ili tuweze kuona namna gani ambapo tunaweza kusaidiana na kutatua changamoto zingine ambazo ziko kwenye wilaya yetu ya Biharamulo. Nadhani wote ni washahidi, wote mmekuwa hapa mnajua Biharamulo bado kabisa, yani bado ni kidogo. Kwa haka kasungura kadogo kanakopatikana tukagawane wote. Mheshimiwa Waziri, naomba hili uweze kutusaidia. Mbali na hiyo, mimi hapa siku yangu ya leo ni ziara ya Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo nimeitwa niwasalimie, tufahamiane, ila tutafanya kikao ambacho nitakuja mimi binafsi sasa kama ziara yangu ya mkuu wa wilaya, na nyie tukae tuongee masuala ya Biharamulo. Ila ambacho kimenifurahisha kwa kweli, na niwapongeze sana, niwapongeze uongozi wa mgodi. Nimeona wote wengi wao wamevaa barakoa. Tumeona ndoo za maji ya kunawa. Ndugu zangu, hali sio nzuri. Biharamulo kule hospitali tuna wagonjwa. Na kwa mazingira kama haya ambayo mko ndani pamoja, mnakaa pamoja, mnafanya kazi pamoja, ambapo mara nyingi hatuangalii haya mambo sana ya kujikinga na corona. Nawaomba sana na wasii uongozi wa mgodi, naombeni sana tuendelee kuchukua tahadhari
kama ambavyo mnafanya, mnavaa barakoa, mnawe mikono na social distance pia tungeangalia katika ukaaji wetu hapo tulivyokaa, tungeachiana nafasi kidogo. Lakini kwa sababu ndio imekuwa hivyo ambavyo imekuwa sasa, naomba kuanzia hapa kwenda mbele tujitahidi. Na sisi sio mabalozi ambao mko hapa hii leo, kwa sababu na imani kuna wengine ambao hawajafika hapa kwa na sisi. Kwa hiyo naombeni sana, mnakokwenda, mnakopita majumbani kwenu na hapa kwenye mazingira ya kazi, tujitahidi sana kuchukua hizi tahadhari. Tuangalie swala la kunawa mikono na maji tiririka, swala la kuvaa barakoa, lakini pia na social distance. Baada ya kusema hayo, na wasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na naomba nimwalike Mheshimiwa Waziri aweze kuendelea na ratiba kama ambavyo imepangwa. Mheshimiwa Waziri, karibu. Jamani, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tulikutana mara ya mwisho na wafanyakazi hawa. Kwenye kile wakati tumekuja, nilikuwa naona watu wazima walikuwa wengi sana. Nilichoona haraka haraka, sasa hivi kuna kizazi kipya, watu wa Bongo Flava wengi sana humu kuliko wa Bakurutu. Na hiki ni kiashiria kwamba kazi zinakimbizwa, maana wakiwa vijana wengi maana yake kazi zinakimbizwa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Halmashauri, Mwenyekiti wa Board ya STAMICO, Mtendaji Mkuu wa STAMICO, Kaimu Kamishna wa Madini, wajumbe wa Kamati ya Usalama, Meneja Mkuu wa Mgodi, ndugu yangu Shamika, na wafanyakazi wote wa mgodi wa STAMICO. Kwanza niombe tu ni washukuru sana kwa kutupokea vizuri kwenye mgodi wenu ambao kwa kweli ni mgodi wa serikali. Serikali ina mgodi mmoja ambao inauona kama ndio showcase ya migodi yote, na mgodi wenyewe ni huu mliopo, mgodi wa STAMICO. Kama mnakumbuka wale mliokuepo wakati ule, niliwaambia mgodi huu utatufanyia mambo mawili, moja kati ya mambo mawili. Aidha utatupa heshima kama Watanzania au utatufanya tudharauliwe kama Watanzania. Mgodi huu usipofanya vizuri, tutakao dharauliwa ni sisi. Na hata ile nguvu tunayoisema Watanzania wanaweza, tutakuwa tumejiondolea, kwa sababu Watanzania wenyewe mgodi huu umefia mikononi mwao. Lakini mgodi huu ukifanya vizuri, utapeleka message kwa watu wote duniani kwamba sisi wenyewe tunaweza kusimamia vitu vyetu na vikaenda vizuri. Lakini kwa hatua hii tuliyofikia, nichukue nafasi hii niwapongeze sana uongozi wa mgodi pamoja na ninyi wafanyakazi kwa kuhakikisha kwamba kazi inaonekana, matokeo yanaonekana. Mwaka 2018 tunaenda mwaka 2019. Mgodi huu ulikuwa umeporomoka sana. Nakumbuka mwaka 2018 nikiwa naibu waziri, waziri aliyekuepo alileta timu ya kuja na utaratibu wa kufunga mgodi. Nitaka tuufunge kwa sababu tuliona hauna faida. Ulikuwa unazalisha madeni kila siku. Nakumbuka wakati fulani madeni yakafika bilioni 63. Lakini bilioni zenyewe nyingi za kupika tu. Wajanja wachache wametengeneza maisha, wanaohenyeka wengi. Tukasema hapana, turudi tujitathmini. Tulivyokuja kuyaudit yale madeni, nadhani yalishuka kutoka bilioni 63 mpaka bilioni 42 zinazozungumzwa. Na hata hizi bilioni 42 ukiniuliza mimi, ni madeni yanayotokana na uratibu wa ujanja. Haiwezekani wewe unazalisha dhahabu, tuchukulie dhahabu moja unaizalisha kwa wakia wakati wewe ilikuwa 1200, 1200 nadhani. Ilikuwa 1200. Ilikuwa 1200. Lakini gharama ya kuizalisha hiyo wakia inakuwa dola 1800. Ndiko tulikokuwa. Yaani unachimba dhahabu moja unaizalisha kwa dola 1800, ila hiyo wakia ukienda kuiuza unauza kwa 1200. Unapata hasara toka siku ya kwanza hata kabla ya kufunga vitabu vyako vya hesabu.
Tulivyosema hapana, tupunguze gharama. Kumbuka wakati ule tukamleta Venance ambaye baadaye tulimpandisha atushikilie ile shirika zima la STAMICO. Akashusha ile gharama kutoka 1200 hadi 900. Sasa tukaanza kuona kidogo kuna nafuu. Na madeni watu wengi walikuwa wametishia kutupeleka mahakamani. Na yako madeni mengine, nafahamu kuna mkandarasi mmoja alikuwa anatajwa hapo. Mkandarasi yule alikuwa anachimba, mgodi unampatia hela, halafu yeye anawadai mgodi. Anawadai pamoja na hela ambazo ninyi mmemservice. Tulivyokuja kufanya hesabu, tumekuta pamoja na kwamba yeye anasema anadai mgodi bilioni 3, tumekuta yeye anadaiwa na mgodi bilioni 7. Kwa hiyo lilikuwa shamba la bibi. Sasa shamba la bibi lile lilikuwa nafanywa na watu walio ofisini, sio nyie. Hawa wakubwa hawa ambao katikati ya sentence moja na nyingine kuna Kiingereza katikati. Hawa ambao ukiwa unaongea nao wanakuambia, unajua Mheshimiwa Waziri, wakati tunafanya calibration na processing maneno hayo. Hao wanafanya calibration na processing kwenye makaratasi kuibia mgodi huu. Mgodi huu ukakosa faida. Ikafika mahali kaundwa kamati ya kuja kufunga mgodi huu. Tusingempata Venance wakati ule, huu mgodi ingekuwa historia. Tungeshavunja majengo haya, watu humu Tumbili wanachezea. Nikawa na watania hata wale ndege wanaitwa Bwana Afya. Yale yenye shingo ndefu. Ilikuwa ukija hapa uwakuti. Ukimkuta ndege yule Bwana Afya amechoka, unaanza kujua hali ya mgodi kuanzia kwa ndege wanaoitwa Bwana Afya. Maisha yale yalikuwa mabaya sana. Na kwa kweli alituletea aibu kubwa kama Watanzania na wale ambao tumesomeshwa kwa kodi za watu maskini. Sasa leo tunazungumza habari tofauti. Tunaona mgodi unaozalisha dhahabu. Ingawa hapo katikati na penyewe tukataka kukwazana. Eti Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, dhahabu inachimbwa hapa, tuna masoko. Hiyo dhahabu inabebwa hapa inapelekwa Uswisi. Inakatiwa bima, insurance. Inabebwa mpaka Uswisi, Geneva. Halafu kilo zenyewe ngapi? Hazizidi 50. Tukasema hapana. Tuna masoko hapa, kauzeni hata Nyantakara. Si mnachotaka ni hela. Sasa toka mmeanza kuuza kwenye masoko haya, mmekula hasara. Wakati nazungumza watu walikuwa wananiona kama kichaa. Wakaniambia, unajua tuna mikataba, tuna insurance. Nikamwambia vunjeni mikataba na hizo insurance, hakuna cha insurance hapa. Mkuu wa wilaya atatuletea polisi mkitaka na king'ora. OCD yuko hapa tena, yuko sharp kabisa huyu hapa. Tutapiga king'ora kilo 30 tunapeleka sokoni. Tumeuza. Nani ametuibia? Hakuna aliyetuibia. Tumeondoa gharama za insurance, tumeondoa gharama za kusafirisha watu kuwapeleka Uswisi, tumeondoa gharama za matransaction ya tisi haya. Hela inakuja mara moja kwenye akaunti, tunalipa mishahara ya watu, maisha yanakwenda. Na hii ndio STAMICO niliyokuwa na iota toka miaka ile nikiwa mwenyekiti wa kamati. Tuna miradi mingi ambayo iko chini ya STAMICO. Ilikuwa mahututi. Buckreef, mimi nikiwa mdogo, bahati nzuri mimi nimezaliwa maeneo haya. Kulikuwa na eneo maarufu, Wasukuma hawawezi kuita Buckreef, walikuwa wanaita Mangirifu. Mangirifu ilikuwa Mangirifu tu, watu wanajua kote huko ni Mangirifu. Haikuwahi kuzalisha hata gramu moja ya dhahabu. Leo nafurahi kusema leo na Buckreef tunaokota. Mradi unaenda vizuri. Buhemba, toka miaka hiyo mingi, wengi humu hatujazaliwa, mradi ule ulikuwa umekufa. Leo mradi ule unafufuka. Kenda Kaburo kwenye makaa ya mawe, miradi ile ilikuwa imekufa. Leo miradi ile imefufuka na tunaanzisha mradi wa kutengeneza makaa ya mawe ya kupikia, coal briquettes, ambazo badala ya kuwa na mkaa huu mnaokata kwenye miti, unatumia makaa kidogo kwa ajili ya kupika maharage yako na yanaiva haraka. Kwa sababu STAMICO sasa wameamua kuweka akili kwenye miradi ili tuweze kukomboa shirika letu. Kwa hiyo mafanikio haya yote tukiyazungumza, wanaostahili hayo ni bodi, mtendaji mkuu pamoja na GM wenu. Na meneja wenu huyu, mimi nimemfahamu nikiwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge. Alikuwa anakuja kwenye kamati kama afisa. Nikawa namwangalia, anavyozungumza kama hataki. Kwanza havutii kusikiliza. Lakini anazungumza vitu vya maana.
nikamfanya rafiki kidogo, nikawa namsikiliza pembeni, nikajua huyu jamaa ana akili ya kufanya vitu. Sasa tumefanya mafanikio makubwa hapa katikati, mmelewa sifa. Ule wizi uliokuwa unafanywa na wale wa katikati ya sentence kuna Kiingereza. Sasa wizi huo unafanywa na ninyi. Si wote, lakini miongoni mwenu. Hivi unaona faida gani? Jamani, tuulizane tu kwa haki. Unaona faida gani kutuibia wote hawa ukale peke yako? Unaona faida gani? Haya matukio ya wizi ninyi wa kawaida si mlikuwa mnayafahamu? Na waulizeni, si mlikuwa mnayafahamu? Mlikuwa mnamwambia nani? Maanake ulinzi wa rasilimali hii ulikuwa sio kazi yenu. Shirika hili likifa mwenye hasara sio Shamika. Bwana niwaambie ukweli. Yaani Stanley Gold ikifa leo, Shamika hapotezi kazi. Mnajua hiyo? Shamika ana mshahara wake huko hazina. Wengi humu hamtapata mshahara. Kwa hiyo mwenye kazi hii ambaye anapaswa kuionea wivu kwa kweli sio Shamika, ni nyie. Ninyi ndio mnapaswa mnune, mkasirike. Mkiona kuna mtu ana dalili ya kuiba, wa kwanza ulie na machozi kabisa, umwambie wewe unataka kutukosesha kazi. Jamani, kazi ngumu. Ukitaka kazi kujua ni ngumu kuipata, acha kazi uone ilivyo kazi kupata kazi. Mimi naona watu wengi sana wanakuja ofisini, wengine rafiki zangu, wanakuambia kabisa mimi naomba niweke popote. Mshahara shilingi ngapi? Mshahara wowote. Ukiona mtu anazungumza nipe kazi yoyote, mshahara wowote, ujue huyo mtu hali yake sio nzuri. Na watu wa namna hiyo tunamamia kwa maelfu huko mtaani. Mungu amewapa bahati ya kuwa kwenye mgodi huu, uleeni mgodi huu. Mkiulea na nyinyi utawalea. Motisha ile ya kuwafanya wafanyakazi wajione sio vibarua inaanza polepole, hata kuwapa mikataba ya miaka 2. Mimi nilikuwa nafikiri kama tuna mgodi ambao tunauona una maisha marefu, tuwape watu mikataba ya muda mrefu. Lakini unawapaje watu hao wanakuibia? Sasa ukiwa waziri wa madini, kwenye mgodi wako unaiba, na kwenye migodi ya watu binafsi wakiibu na kamata watu mnapeleka magereza, hapa kwako unafanyaje? Eti niwafanyeje sasa? Na mimi nashangaa kabisa. Ni kweli wako mahakamani, ni kweli. Kamilisheni taratibu za mahakama. Mkikamilisha taratibu za mahakama, mchukue hatua za ndani. Watu wa namna hiyo mimi sidhani hata kama mnawahitaji kuwa hapa. Hata aliyetuhumiwa. Tusidanganyane hapa. Na mimi nakueleza mtendaji mkuu wa mgodi, hili tukio liwe la mwisho. Likitokea jingine hutakuwa hapa. Na kuapia kabisa hutakuwa hapa. Na wewe mtendaji wa STAMICO, likitokea tukio jingine na wewe hujachukua hatua, na wewe hutakuwa hapa. Tuseleane kwenye mali za umma. Haiwezekani mtu mwingine atuibie dhahabu hapa, tena anaiba kwenye plant. Si bora tupavunje hapa, tuwape wachimbaji wadogo tuokote mrabaha? Hatutazalisha madeni, hatutakuwa na liabilities nyingine. Watakuwa ni wachimbaji wadogo na sisi. Tunamweka RMO hapa, Mlekwa yuko wapi? Huyo hapa. Anakuja hapa, tunaweka afisa madini, tunaokota mrabaha, kila gramu inayotolewa 7% tunakusanya. Na service levy inalipo kwenye halmashauri. Tutakuwa tumepoteza nini? Kuliko kuweka watu wachache, mnadanganya na matajiri fulani pale Mwanza, mnawapelekea dhahabu. Halafu mnawaacha Watanzania wengi hawa wanalala njaa. Haiwezekani. Ninawaambia hili ikiwa ni mapema, tena nilisema mle, ili mkiwa mmeshiba nazungumza haya maneno mnielewe. Hatutakubali tena kuona hata chembe ya gramu moja ya dhahabu inaibiwa. Kwa hiyo wale wote, na majina yao mimi ninayo hapa, hawa wote, hata wale waliopewa binding over, mwenyekiti wa bodi,
ninakuelekeza mchukue hatua za kiutumishi dhidi yao. Mchukue hatua za kiutumishi dhidi yao. Na wale walioko mahakamani wakimaliza kesi yao wakashinda, amina. Lakini lazima kuwe na hatua za ndani. Sitaki kuonekana naingilia muhimili wa mahakama. Naongea kwa tahadhari. Ningeweza kufiatuka vinginevyo. Lakini nazungumza kwa tahadhari kwa sababu najua wako kwenye vyombo vya sheria. Acha wawe tried, halafu haki ipatikane. Ikisha kupatikana haki kwa upande ule, kuna haki nyingine iko huku kwa upande wa mahali pao pa kazi na sheria za kazi. Muone aibu. Muone aibu. Haiwezi kuwa hapa shamba la bibi. Tunahangaika sasa hivi kupata hela kwa ajili ya kufanya utafiti zaidi. Wabia wengi wanatamani kuja kuungana na STAMICO kwenye mgodi huu. Watakujaje wakati mgodi wenyewe umejaa wajanja wajanja? Ninyi hilo linawafurahisha? Anawauliza nyinyi linawafurahisha? Halafu angalieni wale walioiba, wana kitu gani cha ziada? Si mnawafahamu? Wana kitu gani cha ziada? Kwa nini naomba hilo jambo sio tu lisijirudie, lisiwepo tena. Lisiwepo tena. Tungesingizia wananchi wa nje. Mgodi huu umezungushiwa ukuta mrefu, nilikuwa namuulize MD, una urefu gani? Una urefu wa kilomita 46, unazidi hata wa Mererani. Yaani mmejifungia ndani ili muibe vizuri. Kuta ziko mbili. Kuta ziko mbili. Na kuta ziko mbili. Mmejifungia ndani ili muibe vizuri, haiwezekani. Lakini nataka niwaambieni, biashara ya kuiba tena kwenye nchi hailipi. Tena bora uibe kitu kingine, usiibe madini. Unatafuta jera, unatafuta umaskini. Unatafuta jera, unatafuta umaskini. Na mimi nawaambia wengi wenu humu, nimewapita umri, nawaambia kama kaka yenu, ridhika na ulicho nacho. Chunga tamaa mbaya. 20% aliwahi kutupa kanuni ya maisha. Rahisisha mahitaji yako. Sasa ongeza kipato chako, sio uongeze kwa kwenda kuiba. Chunga tamaa mbaya. Niliona nianze na hilo ili kabla hamjachoka kunisikiliza liwe limeingia akilini mwenu. Mtu yoyote ukimwona na dalili yoyote ya ujanja, mwambie MD, GM chukua hatua. Acha kulelea hata kama ni rafiki yako. Jingine limezungumzwa hapa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nakushukuru sana kwa ahadi kwamba utakuja tena kuzungumza na watu hawa. Hili ni eneo lako la utawala. Anytime njoo uzungumze nao. GM wakandarasi wako wote wa Samon, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mtume mkurugenzi aje wakutane hapa. Wazungumze habari ya service levy hapa. Hivi sio vitu tena vya kujadili. Tulishavuka huo mstari wa service levy kuja kudaiana. Tudai kwenye migodi binafsi, tudai tena na kwenye mgodi wa serikali? Hapana. Waite wakutane na mkurugenzi mtendaji, wawekene utaratibu. Wewe ndio unapata invoice zao, kwenye invoice yao charge service levy. Wachangie maendeleo ya watu wa Biharamulo. Watu wa Biharamulo ndio watakao baki hapa baada ya madini kuisha. Hapa sikulikuwa na mzungu yuko hapa. Alishaondoka. Lakini wa Biharamulo si bado wapo. Haya, gharama ya maisha, madhara ya migodi hii nani anayapokea? Ni watu wa Biharamulo. Hata wakilalamika wakati mwingine mimi nashangaa tunavyochelewa. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, taarifa nyingine lazima tufahamu pia. Tunapozungumza huu mgodi ulikuwa ICU. Umetoka ICU uko kwenye wodi ya kawaida. Tena kwenye kitanda cha mwisho karibu na mlango. Unataka kuondoka. Kwa hiyo utaona kuna vitu kama CSR, vitu gani vingine vinachelewa kwa sababu burden ya madeni walionayo ni kubwa. Inawashinda kuservice baadhi ya vitu ambavyo vinapaswa kufanyika. Lakini vilivyotajwa na sheria kama vile mrabaha, service levy na corporation tax lazima walipe. Lakini mtupe muda, tunajipanga taratibu. Tukiwapa vitu vingi, matokeo yake wataenda kununua. Niliona mgodi mmoja kule, niliendaga Songwe. Nakuta mgodi mmoja CSR wametoa socks za pundamilia zile za watoto.
na vile vitoto vimepigwa picha vimeshikilia socks. Halafu mkuu wa wilaya kabisa ananisomea taarifa, wamechangia vifaa vya elimu. Nikamwambia vifaa vya elimu vipi? Kwenye presentation nimeona watoto wameshikilia socks. Sema socks za pundamilia. Nikamwambia misaada ya hivi hatutaki. Hii Tanzania tulisha graduate huko. Unajua zamani wazungu walikuwa wanatuona kama watu ambao wanapigiwa simu na wazungu. Anakupigia simu anakuambia nataka nije ninunue dhahabu Tanzania kilo 100 kwa wiki. Nina hela za kutosha. Anafikiri kuna watu hapa hawana hela. Mimi wanawaambia wako watu hapa ana uwezo wa kununua kilo 1000 kwa siku. Na ni Mswahili. Sasa heshima hiyo tuwe nayo kwa kuwachangia kutengeneza mahusiano mazuri na watu wanaozunguka mgodi huu. Tafuteni ka kitu kadogo. Wanajenga darasa pale, pelekeni mabati. Sio lazima viwe vitu vikubwa. Wakati tuna stabilize, tunatoka kwenye wodi ya kawaida, tunaenda kuruhusiwa tuje tufanye vitu vikubwa zaidi. Lakini wakati huo zile statutory charges ambazo halmashauri wanapaswa kupata wapate. Mimi sioni raha ya kila nikija hapa nakuta halmashauri wanalalamikia mgodi. Mbona mrabaha mnalipa? Kwa ni muhimu sana. Ile la umeme tunashukuru sana kwamba hatimaye jambo tulilofikiria la kupunguza gharama limetokea. Hivi siku tukianza kupunguza gharama ya uzalishaji kutoka bilioni 1.2 mpaka milioni 300, tuseme imeenda sana milioni 400. Hela ile yote inayobaki itatusaidia kupunguza gharama za uendeshaji. Lakini mwenyekiti wa bodi kuwe na token kidogo, hawa wafanyakazi nao waone tofauti. Mtengeneze utaratibu kama tumesevu milioni 800. Hivi nyie mkichukua milioni 50, mkasema hii milioni 50 wafanyakazi na wao tuangalie kanaitwa kanini? Ka bonus. Mnaweza mkaa mnachukua kwa mwezi milioni 50 yenu hiyo, mkaikusanya kila baada ya miezi 3 robo moja, mnawapa ka kitu kanaitwa ka bonus. Hawa na wao wakienda Runzewe watu hawaheshimu. Rubiaramlo mbali wanaendaga Runzewe. Wakati anaagiza lete ya baridi, sio anakunywa bia mpaka na tone la mwisho. Anywe akifika mahali aacha aseme hii ni ya daktari, nikiumwa apate sampuli. Kwa sababu mfukoni anampunga. Kwa sababu bila hawa hauzalishi. Unaweza ukawa na mitambo mizuri kabisa ya kisasa. Unaweza ukawa na grade obodi kubwa yenye grade ya juu sana ya dhahabu. Unaweza ukawa na teknolojia kubwa sana ya kuprocess. Unaweza ukawa na wanunuzi wa kila aina unaowahitaji. Lakini kama huna rasilimali watu ya kukufanya uzalishe, hivi vyote ni kazi bure. Unaweza ukawa na magari hapa, kama huna dereva wa kuliendesha hilo gari ni chuma chakavu. Plant yako ile kama huna mtu mzuri aliyeridhika na aliyemotishwa, sio wezi kama wajanja mlionao hapo kwenye processing plant. Plant hiyo haina maana. Kwa najaribu kuwapa, maana bodi nyie ndio mnazungumza na hawa. Na mimi kazi yangu ni kuiagiza bodi muangalie ka bonus. Kama kweli namba zitakuja kutuleta kwenye hii line, kuwe na kitu fulani jamani, wafanyakazi wa Stami Gold wasionekane choka mbaya. Unakuwa na wafanyakazi ambaye hata akipanda kwenye bodaboda anatafuta kisingizio cha kutokumlipa. Anasimama bodaboda, pikipiki yako ina bombi, sabuni ya kufua hapa naitoa wapi? Sikulipi bana. Anatafuta kwa sababu kumbe hana hela. Alafu anatoka Stami Gold. Ile ukimwona GM wa Stami Gold, ukimwona MD wa Stamico, ukimwona RMO wote wanang'aa. Hawa wamepauka hapana, na wao tuangalie ka kitu ili wapate nafuu ya maisha. Si tumeelewana jamani? Ili wala tusijadiliane. Nenda kaseme waziri ameelekeza. Tukifika hapa tukisevu hii milioni 800, General Manager anasema 800 hadi 900. Mimi niseme milioni 700 tu.
chomoa pale kama milioni 50. Wafanye hawa nao wafurahi. Ukifanya hivyo mambo mawili yatatokea. Kwanza watachukia hata anayeiba kwa sababu wataona mgodi wao ukifungwa wenye hasara ni wao. Lakini la pili watakuombea. Manager, watakuombea hawa. Hawa si wote Mungu atawasikia, lakini wamo Mungu atawasikia. Siku naumwa waseme Mungu mfanye meneja wetu arudi. Anakula nyumbani na mke wake na watoto, anaambia tumuombe na meneja wetu anaumwa. Sio unaumwa anamwambia mke wake ile anaumwa sijui ameshavuta ngoja niulize. Yaani siku akienda huyu sijui tu. Wafanye hao wafurahie uwepo wao, wafanye wafurahie uwepo wa mgodi. La mwisho jamani, amelieleza vizuri sana mheshimiwa mkuu wa wilaya. Corona ipo. Sio tu ipo inaua. Na corona bwana hii ya sasa hivi, zamani kwa tunasema inachukua wazee, ya sasa hivi haichagui. Rafiki yangu mmoja alikuwa anazungumza kama utani. Akawa ananiambia yani mimi ninavyopiga konyagi na mwili wangu corona atapenyea wapi? Juzi nikamkuta Bugando pale yuko kwenye oksijeni. Sasa kwa kuwa anaumwa sikutaka kumtania. Nasubiri apone, ameshatoka kwenye oksijeni. Nimwambie ile uliyosema hakuna pa kupitia, umeona imepitia wapi? Nachotaka kusema ni kwamba hii kitu ipo. Vaeni barakoa, mbaki salama. Nyinyi community mkitoka hapa mnakutana na watu wengi. Hao watu wengi wanaweza kukuambukiza ukaja kuambukiza na wenzako. Jinyimeni, mkae kwa umbali wa kutosha, mnawe mikono, mzingatie maelekezo ambayo tumepewa ili mgodi huu uendelee kuwepo. Jamani, nawashukuru sana. Nilitaka tukutane na nyie kwa sababu mmenikwaza, mmekuwa wezi. Leo muangalie mwenzako. Angalia. Si unaona alivyo mjanja. Dhibitini wizi. Wala tusinge kuja hapa. Mimi nataka waje wengine, sio mimi nije hapa. Nilete wageni waje kujifunza hapa. Mnanielewa jamani? Mnanionaga mara kwa mara nakuja huko. Siji, sio kwamba sipendi. Kwa sababu vitu vinaenda, unakuja kufanya nini? Sasa vitu vimeanza kwenda. Mgonjwa yuko kwenye kitanda cha karibu na mlango anaagwa. Tayari ameanza tena ugonjwa mwingine wa kuharisha. Sinabidi mrudishe wodini. Ndio tumewarudisha wodini. Na nataka niwaambieni sasa hapa hapata tulia. Mtakuwa nyie mnaofahamiana, watakuwepo na msio wafahamu. Wote wanadhibiti mali ya serikali. Na watakieni kila laheri. Mungu awatunze, awaimarishe. Penda neni. Mmekutana hapa porini kwa ajili ya kujenga nchi yetu. Nyie ndio mnajenga heshima ya nchi yetu. Mimi kila nako kwenda nazungumza Tanzania, serikali tuna mgodi wetu. Na mgodi ninapoutaja na utaja nyie. Juzi waziri wa madini wa Burundi aliniambia anataka kuja. Corona ilivyochanganya kidogo amesitisha. Lakini anataka kuja kujifunza kwenye mgodi wa serikali. Kwani nitampeleka wapi? Si nitamleta hapa. Wanataka kuja kujifunza serikali inaweza kuchimba kwa sababu huko nje inaaminika serikali haiwezi kuchimba. Nataka tuchimbe hapa vizuri, Buhemba ichimbwe, Buckreef ichimbwe, baadaye tutapata na kaeneo kingine tuchimbe na maeneo mengine mazuri tunayopata tuchimbe. Itupe heshima kama serikali na wizara yetu ya madini ionekane inafanya kazi. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Bwana Waziri, wewe ni mzazi wetu. Tunaringa mafanikio ambayo ameyataja Bwana Waziri ya STAMICO ambayo tumeyapata. Muasisi au mzazi kusema ukweli, kwa sababu sisi wa Tanzania na hasa Afrika huwa hatuwezi kumsifia mtu akingali hai. Akifa ndio anasema pengo halitazibika, ameacha kazi nyingi na hivi, lakini muasisi na mzazi wa mambo yote hayo unayoyaona, kuanzia Stami Gold na STAMICO yenyewe, muasisi kwa kweli ni Mheshimiwa Doto, Waziri wa Madini.
tumpe sifa akiwa hai, na kwa kweli anastahili, wala hili halina unafiki. Tulikotoka au wafanyakazi wako, Mheshimiwa Waziri, kule nyuma tulikuja hapa mara ya kwanza ulipotuteua, tukaja hapa kwa sababu shirika hili la Stami Gold ndio lilikuwa linabeba hata STAMICO kwa wakati huo. Tulipofika wakatuambia wakati huo wakiwa na shida walikuwa nakula ugali kwa soda. Sijawahi kuona menu hiyo duniani. Lakini wamevumilia mpaka kiwango hiki wamebeba, na kwa uongozi wako wa wizara pamoja na serikali, katibu mkuu na wote walio chini yako, kwa kweli tumefikia mafanikio haya ambayo tunajivunia kama STAMICO na Stami Gold ikiwemo. Nakushukuru sana. Na kwa kuonyesha tu kwamba tunakwenda vizuri, wiki mbili zilizopita STAMICO tukiwa na Stami Gold kwenye banda la madini tulichukua tuzo ya mshindi wa kwanza wa mabanda yote Tanzania kwenye Sabasaba. Yote haya ni uongozi wa Mheshimiwa Waziri na watu wake, na sisi tumefurahi sana ujio wake huu, kwa sababu mzazi anapoona mtoto anapata shida kwa kweli huwa lazima afike. Na mimi nakuhakikishia Mheshimiwa Bwana Waziri, au uliyosema wala hatuchelewi. Haya ni maagizo, ni maelekezo. Sisi kama bodi nitaongea na wajumbe wenzangu tuweze kuyatekeleza jinsi ambavyo umeagiza, na ni kwa haraka inavyowezekana. Na kwa kweli alivyosema Mheshimiwa Bwana Waziri kwamba tutachukua hatua, kuna hatua zingine tutachukua ambazo pengine zitakuwa ni kero, lakini kwa ajili ya kufanya ulinzi wa mali ambayo ni ya serikali. Hii kitu tutaifanya haraka sana, ikiwezekana kama sio leo, kesho, labda tufanye hatua zinazojulikana, ikiwepo na kuweka kamera ambayo ni ya 360, yaani na kuona kokote uwe huku. Ile kamera aliichezea, baadaye ya 180 wakaifanya 45. Kwa hiyo ikawa inaona kama kengeza. Sasa tutaweka ile ya 360. Ukijia huku inakuona popote, inakuona. Tutaweka hiyo mara moja. Na kwa sababu umesema una haraka sana, nisikucheleweshe, na kuomba jambo moja tu. Wamesema TANESCO atamaliza tarehe 30 mwezi wa 9. Huwa tuna siku ya Stami Gold. Huwa mwezi wa 10 tarehe ngapi? Hamuijui? Tarehe ngapi? 28. Tungekuomba Bwana Waziri, pamoja ikiwezekana wewe mwenyewe utaona, lakini tungekuomba wewe mwenyewe hiyo tarehe 28 tuje tuzindue umeme, na wewe ukiwa mgeni rasmi, na hayo maagizo yanayosema kwamba umeme umewaka na maagizo ya bonus na nini tunaanza kuyatekeleza pale. Tunakuomba sasa kwamba uje, na bodi ya STAMICO itakuwepo na Stami Gold wote watakuwepo. Ukiona kama ni vizuri ukaja na waziri wa nishati ni sawa, lakini sisi tunakuheshimu zaidi, wewe ndio mzazi wetu, na kuomba uje tuzindue umeme huo tarehe 28 ambayo ni siku ya Stami Gold. Kwa haya Mheshimiwa Bwana Waziri, nakushukuru sana kwa ujio wako, nakushukuru na mama ni walezi, kwa hiyo karibu. Hii ni shirika la serikali, ni ofisi ya serikali, karibu sana muda wote, wakati wowote, na niwatakie tu safari njema huko na kwenda, na mwenyeji wetu tunakukaribisha sana. Asanteni sana.